Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza yanayojiri duniani, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni pamoja na China yatangaza kuwa Xi Jinping, rais wa taifa hilo, hatahudhuria katika mkutano wa G20 utakaofanyika nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, Waziri Mkuu Li Qiang ataiwakilisha nchi hiyo nchini Afrika ya Kusini baadaye mwezi huu. Hii ni taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni. Rais Xi Jinping wa China hatahudhuria mkutano huo, na mkutano wa G20 utafanyika Johannesburg mnamo Novemba 22 na 23, huku Afrika Kusini ikitoa urais wa zamu wa kundi hilo mnamo Desemba mwaka 2024 na kuwa taifa la kwanza la Kiafrika kuongoza kongamano hilo. Rais Cyril Ramaphosa amesema wenyekiti wa nchi yake utajikita katika kuendeleza vipaumbele vya maendeleo vya Afrika na Global South. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, aliambia mkutano wa waandishi wa habari mnamo Alhamisi kwamba Waziri Mkuu Li atahudhuria mkutano huo kwa mwaliko wa Afrika Kusini, akisema kuwa Beijing inaunga mkono urais wa Pretoria wa G20 na iko tayari kufanya kazi na pande zote kuunga mkono pande nyingi na uchumi wa wazi wa dunia. Pia amesisitiza umuhimu wa kihistoria wa mkutano huo unaofanyika katika bara la Afrika kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, Rais Xi anakuwa rais wa pili kutoka mataifa makubwa ulimwenguni ambapo hatahudhuria mkutano huo, huku rais wa Marekani Donald Trump akitangaza awali juu ya kutohudhuria mkutano huo wala kutopeleka mwakilishi yoyote, na akieleza zaidi kwamba hataki kuiona Afrika Kusini kuwa mwanachama wa kundi hilo la G20. G20 inaleta pamoja nchi 19 pamoja na Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika. Marekani, ambayo inatazamiwa kushika wenyekiti ujao, ilitangaza wiki iliyopita kwamba hakuna maafisa watakaohudhuria mkutano huo huko Johannesburg, na Washington hapo awali ilishutumu Pretoria kwa kuendelea na ajenda ya anti-American. Ramaphosa alisema siku ya Alhamisi kuwa uamuzi wa Washington kususia mkutano huo ni hasara yao. Hata hivyo, amesema kwamba wao hawatajali juu ya kushiriki kwa Washington katika mkutano huo. Kumekuwa na uvumi kwamba mkutano wa kilele wa G20 unaweza kuandaa mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, ikulu ya Kremlin. Hata hivyo, ilitangaza mwezi uliopita kwamba Putin hatahudhuria yeye mwenyewe, akimgusa msaidizi wa rais Maxim Oreshkin kuongoza ujumbe wa Urusi badala yake. Mikutano mingi ya G20 tangu mwaka 2022 pamoja na mikutano mikubwa iliyofanyika nje ya Urusi ilihudhuriwa na waziri wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov. Moscow imeusifu urais wa Afrika Kusini kama hatua muhimu kwa bara hilo na hatua ya kujenga katika kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.